Nafikiri zina ukweli kwa sehemu kubwa, na nafikiri almost ni wanakwenda kwenye kumalizana, na 80% kama sio 90 msimu unaokuja atakuwa anacheza klabu ya Yanga. Na usajili wa huyo mshambuliaji ambaye kiwalisia kwamba namba zake pale nchini Kenya zinaridhisha, ni pendekezo la kocha ama ni matakwa tu ya uongozi? Unajua kuna vitu tunataka tuvibadilishe nyinyi wa Tanzania ambavyo vina uhalisia. Mpira wa Afrika makocha wana sehemu kubwa sana ya kuweza kusajili, kwa sababu ukiangalia kwanza timu zetu hazipo katika state ambayo unaweza kukuta pengine wana mifumo ya kibajeti ya muda mrefu, lakini pia ukiangalia hata system zao za maana hizi kugezi za ufundi na maeneo mengine bado hazina nguvu na yaani usahihi wa sehemu kubwa, na walimu wengi ambao wanachukuliwa wanakuja kwa short term plan, sio ambao wanakuwa wanakuja kwa malengo ya muda mrefu. Lakini pia unakuta wakati mwingine mapendekezo ya mwalimu yanaweza kaa ni makubwa ukikompea na uwezo wa club, kwa sababu hakuna mwalimu ambaye atakuja angetamani labda ashindwe kufikia malengo. Kwa hiyo wakati mwingine ukimpa nafasi aweze kufanya maamuzi, anaweza akataka wachezaji ambao ukawa hauna capacity ya kuweza kuwapata. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa sajili nyingi kama sio zote za hapo za Afrika, katika bara la Afrika na hasa katika nchi yetu, zinakuwa ni mapendekezo au maono ya viongozi. Mwalimu anaweza akashirikishwa kwa pengine unafikiri maeneo gani tuweze kuboresha, ndio anaweza akasema pengine nimeangalia timu, nimeona sema defense ningepata beki mmoja wakati, ningepata sio mshambuliaji mmoja, ningepata beki mmoja pembeni. Ndio timu nyingi au zote zinavyofanya hivyo, lakini sio mwalimu achukue jukumu la kusema kwamba pengine namtaka fulani. Inatokea sometimes kama tayari ameshazungumza naye na bajeti yake ipo within ya klabu, wanaweza wakamchukua ikiwa iko within, lakini kwa sehemu kubwa wao wanakuwa wanatoa tu mapendekezo kwenye maeneo, na vilabu ndio vinafanya yako kutumia viongozi wa vilabu na hao wakala wa wachezaji ndio wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo watakwenda watafuatilia, wakimpata mtu then bado watakuja tena kwa mwalimu na kumshirikisha, tumeona tuchukue huyu ili aweze kutusaidia. Kwa hiyo mara nyingi sajili zetu tukianza kujadili kwamba sijui mwalimu anayekuja haziko na haziweki, hiyo ni mifumo ya Ulaya ambao wana manager na tayari wapo katika level ambayo wanaishi katika mipango na bajeti zao ambazo ziko kwa muda mrefu. Kwa upande wa Afrika ni ngumu kuweza kuona mwalimu akipoint wachezaji, hapana. Dominic Salamba, wewe ni miongoni mwa wale ambao ulizungumza kwa Young Africans katika dirisha iliyopita hakusajili vizuri. Vipi kwa huyu mshambuliaji, unamuonaje? Mimi binafsi labda nizungumze kwamba inategemeana unazungumza unamuonaje katika level ipi. Kama kwa minajili ya kujenga timu ambayo itaendelea kujitengeneza na pengine kuja kufanya vizuri katika misimu miwili mbele ijayo, kwangu inakuwa ni sawa. Lakini kama ni mchezaji ambaye anachukuliwa ili kuja kutafuta mafanikio ya Afrika kwenda nusu finali, inakuwa ni usajili wa kubahatisha, kwa sababu hana namba hizo. Sawa, watasema pengine Yanga walimchukua Mayele akafanya vizuri, alikuwa julikani, lakini hizo cases zinakuwa ziko ngapi? Ni kama inakuwa ni kitu cha kubahatisha, na siwezi kubeza kwa sababu tunafahamu, nishakwambia kwamba unajua timu zetu hizi mbili kubwa hazina fedha. Zina maeneo tu mengi, zina washabiki wengi, lakini nguvu ya fedha hawana source of income. Kwa hiyo nyingi ambazo zikawafanya waweze kuwa bora. Kwa wakati mwingine wanategemeaga budget ambazo zinakuwa zinatoka kwa hawa wadhamini na wafadhili ambao wamekuwa wakiendelea kusaidia. Kwa hiyo kuna wakati matakwa na utashi wa mashabiki na viongozi hauendani na hali halisi ya kitu ambazo wako nazo. Kwa hiyo wakati mwingine lazima waende kama ambavyo wanakuwa wanaenda hivi. Kwa kiwalisia, kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama, ni mshambuliaji wa kawaida? Siwezi kusema wa kawaida sana, lakini ndio nikasema unamleta kwenye level ipi sasa. Yaani kama unataka leo uende kufika nusu finali ya bingwa barani Afrika, itakuwa ni uongo au itakuwa ni kitu sio sawa tuanze kuzungumza kwamba ni mshambuliaji mkubwa. Ameprove wapi? Kwa sababu ukiniambia ligi ya Kenya na ligi ya Tanzania iko mbali kwa ligi ya Kenya. Kwa hiyo hata ukifunga magoli 30 kwa ligi ya Kenya, inawezekana ukaje Tanzania ukashindwa kufunga magoli 7 kwa msimu, kwa sababu ni ligi mbili tofauti, uzo tofauti. Kwa hiyo bado sio kipimo cha kusema pengine ni mshambuliaji mkubwa. Inawezekana akawa na talent
lakini pia ukija kuangalia kwenye age wise almost 27 years, 27 years are you still unakuwa unajifunza. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini huwezi kujua management wao wamekaa wameangalia katika maeneo gani na wakaona anaweza kaja kufa kitu gani. Lakini mimi personally naona kwamba ni mtu ambaye kama atakuja kuprove itakuwa ni surprise kama itokea Mayele na wengine ambao walikuwa wamepita, lakini siwezi kukaa nikasema kwamba huyu ni mshambuliaji wa level ya juu. Hapana, kwa ligi ya Kenya. Kwa hiyo kwa kuwasaidia kwenye ligi ya ndani huenda akawasaidia, lakini kimataifa ni changamoto pia, na kama itatokea ni bahati tu. Yani tushukuru kwamba yani ni 50 kwa 50. Unajua watu wana koti jibaya, anaweza kaja akatuprove wrong, sawa lakini katika ile kawaida huwezi kukaa mbele ukasema kwamba ni mshambuliaji wa level ya juu. Hapana, hajafikia kwenye hiyo level, ana profile hiyo kubwa ya juu. Sawa, ametokea Burkina Faso, yes, from kipindi kile amecheza kwenye chani, then nini game kifanya ana kwenye chani nafikiri alicheza mechi 3, mechi moja dakika 40, nyingine 11, nyingine 90 ile Ethiopia, lakini akonaweza kufunga. Na muona zaidi akiwa zaidi ni mchezaji na sio mfungaji, anacheza katika maeneo mengi. Sasa huwezi kujua wameangalia watakwenda kumtumia wapi, kwa maana ya talent wise ana kipaji kikubwa tu kizuri. Tutarajie kuona Young Africans kiachana na mshambuliaji mmoja, kwa sababu tayari wanaye pale Prince Dube, wanaye Depo. Tutarajie kuona kwamba mmoja akiondoka kumpisha huyu. Yes, of course Dube ataondoka. Dube? Yeah. Dube ataachwa? Kwa vyanzo vyangu mimi ambavyo niko navyo na unaelewa, nafikiri anaondoka msimu baada ya msimu. Prince Dube ataachwa? Nafikiri wewe unanielewaga ninapokuambia mara nyingi. Kwa hiyo tu tuendelee na jambo lingine. Ni mshtuko huu ambao nimeshtushwa pia kuona kwamba Dube anaachwa. Pole sana. Kwa hiyo Depo atakuwepo lakini Dube ataachwa. Sasa issue ya Depo ni issue nyingine, tutazungumza siku nyingine. Okay, lakini pia kuna taarifa za Young Africans kuwa kwenye mazungumzo na kocha Herdin Madu. Hizi taarifa pia zikoje? Wamezungumza na makocha wawili kama sio watatu. Huyo ni miongoni mwa makocha ambayo wamekuwa kimpatia kwa muda mrefu. Unafahamu hii itakuwa ni attempt ya 3. Attempt ya kwanza almost walikuwa wanamalizana, ikaja ikashindikana baada ya mwalimu kupata dharura na Yanga walikuwa wanahitaji haraka, shindikana. Ikaja attempt ya pili tena wakati wanamhitaji, ikaja tena ikashindikana. Kwa hiyo inakuwa ni attempt ya 3. Lakini pia wamezungumza na mwalimu Spendi Bande Block ambaye alikuwa wa klabu ya Simba, na yeye pia wamezungumza naye na walikuwa wamefikia hatua za mbali kabisa kuweza kufikia makubaliano. Kwa hiyo hao walimu wawili, yoyote kati yao mpaka sasa ndio katika piki ya juu kuweza kuja Yanga. Kwa hiyo huenda huyu kocha Herdin Madu ama Steven Van der Broek. Naam, huenda hawa makocha wawili hawa ndio ambao wana Madu na Steven Van der Broek ndio huenda mpaka saa hizi hao ndio wapo kwenye hatua za juu. Ingawaje ukiangalia rais wa Yanga alikuwa anatamani sana kufanya kazi na huyu mwalimu Herdin na Madu, amekuwa akimpatia kwa muda mrefu. Sasa sijajua atafikia na watu, kwa sababu naye yuko kule Libya Al Nassr, lakini pia ukiangalia kule mazingira sio mazuri, utulivu hakuna. Kwa hiyo wako nayo kwenye mazungumzo ya kuweza kubageni mshahara na vitu vingine viweze kuendelea. Kwa hiyo hao ndio walimu ambao mpaka sio kwenye piki ya kuweza kuhitajika katika klabu ya Yanga mpaka sasa hivi. Lakini hao wengineo sio wanaotajwa wengineo. Hao ninaokuambia ndio nakwambia ambao yote kati ya wawili mpaka sasa hivi tunapozungumza ndio wapo katika kinyang'anyiro. Okay. Nikushukuru sana kiongozi. Karibu tena. Lakini hili la Israeli Mwenda kuachwa kwenda hiyo nadhani nishakwambia muda mrefu sana kwamba alikuwa hawezi kuendelea na klabu ya Yanga. Naweza tulishaongea. Nilikwambia hilo jambo kwamba amefikia mwisho kucheza Yanga. Nilikwambia. Kwa hiyo ni kile tu. Okay. Bwana, shukrani sana kiongozi. Nakushukuru. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Sam Online TV.